Binafsi ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mpaka nafanya na maana pumzi yake yeye inanisaidia mimi katika utendaji wangu wa kazi. Mimi niko safi. Siku ambayo nimegundua mimi najua kuchora au najua kufanya kazi za sanaa tofauti. Ile siku ambayo nikiwa mdogo, nikiwa chini ya miaka 5, tulikuwa tuna tabia kuchora chini. Mvua ikinyesha sisi tunachora chini. Kwa hiyo tunaweza tukaambiana tuchora kitu fulani alafu kati yetu mmoja aliyesema tuchore yanasaisha. Kwa hiyo binafsi nilipokuwa nachora kwa kweli nilikuwa nawashinda wenzangu. Pia mama binafsi alipenda, baada hata aliponipeleka shule, alinipeleka shule ambayo ilikuwa inaendana kidogo na kipaji changu, na ndo nilipogundua kuwa najua kuchora. Okay, kwa majina naitwa Amani Maila Mwini. Hayo ndio majina yangu kamili. Ila na jina ambalo ndo common sana katika jamii naitwa Chikopa TZ. Naitwa Chikopa, ila hiyo hati TZ imetokana na kazi zangu ambazo mimi nazifanya. Kwa hiyo hata nisichanganye Chikopa, ila ukisema Chikopa TZ sawa tu kwa sababu ndo majina yangu. Hata ukienda kwenye baadhi ya tovuti za mtandaoni kama Instagram natumia jina hilo Chikopa TZ, pia Facebook unanipata kwa jina hilo Chikopa TZ. Yeah. Binafsi mimi ni mchoraji. Nachora picha za aina tofauti. Kuna picha za penseli, black and white kwa maana ya realistic picha, na painting. Hiyo painting ni picha za rangi. Kwamba unafanya tu sketching ya penseli au finishing inakuwa ya rangi full. Sawa. Bana, hiyo Chikopa wala isikuumize kichwa. Sababu watu wengi sana wakiamini kwamba Chikopa inakuaje. Chikopa bwana, mimi bwana napenda sana kusikiza hip hop. Hiyo neno Chikopa nilisikia kwenye nyimbo moja ya FDQ. Ile namba 8 kaimba FDQ na Dazibaba. Ile namba 8. Sasa kuna msemo fulani pale ile FDQ kasema pale mtoto yuko Charlotte na Tina Chikopa. Mimi ile Chikopa nilichukulia kama kitu fulani hivi fresh umeona. Kwa hiyo mimi nikiwa nasoma wanangu wengi sana wakiniambia wewe unakuaje, na naambia hapa fresh, hapa Chikopa. Basi washikaji wakaadapt ile neno Chikopa. Wakinikuta basi Chikopa inakuaje sana tu fresh. Kwa hiyo ile pale ndio kwa common Chikopa kwa siku kwa brand. Sasa kuna watu sasa hata kuambia mimi naitwa Amani wanakuwa nini, kumbe mimi naitwa Amani. Ila kwa vile watu washanzoea Chikopa, basi nikaona bora niwape wanachokihitaji. Kwa hiyo mimi naitwa Chikopa kwa jina la sanaa. Hivyo tu, hiyo ni story about Chikopa. Kiachana na hivyo, binafsi kuna vitu ambavyo napenda kufanya au pengine nilitamani nifanye, ila kutokana na maisha kwamba sio ambacho unakifanya sasa hivi ndio utafika kukifanya baadaye, vingine huwa vinapita tu kwenye mpito. Kwa hiyo kiachana na hivyo, mimi binafsi napenda sana kucheza mpira. Tena nikikaa nyuma utanipenda. Kwa hiyo nimecheza sana mpira
ila ilivyo sio bahati sikubahatika kufika mbali kwenye mpira, ila baridi mwanangu, baridi, unataka tupige na mipira. Namshukuru Mungu ninao, na bahati haikuwa yangu, na kanipa kipaji chengine tofauti na mpira. Pengine hiyo ndio ilikuwa bahati yangu, ni uchoraji. Kwa hiyo naamini nguvu ambayo nilitakiwa nitumie kwenye mpira sasa hivi ndo natumia kwenye uchoraji. Hi people, this is how we do, so you are most welcome. Mtu ambaye kanispire mimi mpaka leo hii nachora, nafanya kazi zimesimama, zimenyooka bila kupesa macho ni mamangu mzazi. Kwa sababu mimi binafsi familia ambayo tumetokea, mzee wangu na maza wangu, kati yao mmoja alipenda mimi nisome masomo tu ya kawaida ili baadaye niajiriwe. Ila mkubwa kwa maana ya mama, yeye binafsi alivutiwa sana na kipaji changu. Alitamani nije kuwa mchoraji mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo kwenye inspire, yeye kaninspire sana. Alinipa matumaini pale ambapo nilikuwa nimekutwa na msongo wa mawazo, nikiona kama sanaa inanikasha tamaa. Bibi mkubwa alikuwa amekaa ameplay part yake kwenye upande huo. Kwa hiyo namshukuru sana bibi mkubwa. Kwa mimi binafsi sanaa uchoraji nachukulia kama ndo maisha yangu binafsi, kwa sababu mimi siwezi fanya kitu bila kuchora. Maendeleo yangu mengi sana ya nyumbani, mtaani, shuleni, maisha yangu nategemea sanaa. Ina maana nikifanya sanaa nikipata hela, hiyo pesa inanisaidia kwenye shughuli zingine. Kwa hiyo naweza nikasema sanaa ni maisha yangu. Nikifanya sanaa napata pesa, napata mahitaji yangu, maisha yanaenda. Jamani, makofi tafadhali. Bwana. Makofi tafadhali, makofi mengi sana tafadhali. Bwana safi sana. Naomba sana. Jamani picha. Kweli bwana. Hii amechora kabisa jamani. Tafadhali. Yeye. Kweli. Bwana safi. Teacher. Binafsi kwenye matarajio ya kazi yangu ya sanaa, matarajio yako mengi sana. Ila kubwa sana ni kufungua ofisi ya uchoraji, kufanya kazi ambazo zimenyooka, zimesimama at least, yani ziwe za kiwango cha kimataifa, kwa sababu kibongo hivi hapa tunafanya wengi. Sasa tumefika muda wa kupeperusha bendera Tanzania kwenda nchi kadhaa, nchi zingine, kwa sababu unaweza ukachora kwa hapa, ila sisi tumebarikiwa, tumepata bahati, tuko sanaa, watalii wako wengi. Kwa hiyo tunaweza kupeperusha bendera hapa. Unaweza ukatengeneza kazi ambayo imesimama, mtalii akaipenda akaondoka nayo na akafanyaje, akaenda kuishindanisha kule, akasema bwana hii picha imechorwa Tanzania. Alafu baadaye wakaipenda na wakaitilia promotion. This is the bishop. And this is Kabangu. Sio shule ndio ndio shule gani? Kasuba.